Na mtazamaji wa Faida Online TV, leo tupo field, watu wa field kwenye mtaa wa Matopeni ambao unapatikana ndani ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Tumekuja hapa kushuhudia zoezi zima la uchongaji wa barabara katika maeneo mbalimbali. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Fatuma Omari Shomari, natokea Masasi mkoa wa Mtwara. Nimefika kwenye mtaa wangu hapa, naona mabadiliko makubwa sana. Yaani kwa sasa ingekuwa natetema hivi natetema na barabara mbaya, lakini mpaka dakika sasa hivi nashukuru Mungu iko sawa, japokuwa haijakamilika lakini iko sawa kiasi. Kama ikiendelea hivi nadhani mambo yatakuwa sawa sawa. Mwanzo ilikuwaje? Yaani mwanzo ilikuwa mabonde, mteremko, una shake hivi, alafu maji yanakuwa mengi sana. Yaani ukipita vibao unaweza ukateleza ukadondoka. Kama umevaa vizuri unaweza kupita kwa miguu hata siku moja, hata kwa pikipiki inateleza kabisa. Kwa sasa tunashukuru kidogo angalau. Kama ikiendelea hivi mambo yatakaa sawa. Mimi kwa majina yangu naitwa Mchungaji Pius Kisanga na ni mkazi wa eneo hili la Mbezi, na hii ndio barabara yangu ninayopita mara kwa mara. Jitihada zilizofanyika za kuchonga barabara ni nzuri, binafsi nimezipenda, lakini nilitamani sana wangeweza kuongeza juhudi zingine za kuweka mitalo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri serikali ifikirie vizuri habari ya kuweka mitalo, lakini pia kuna makalavati ambayo yameziba kabisa. Nimesema kwanza ninaipongeza serikali, wamefanya jitihada nzuri sana za kuhakikisha at least barabara zinapitika. Hapo naishukuru serikali kwa sababu barabara nyingi zilikuwa zipitiki kabisa. Kwa hiyo yale magari ambayo ni mafupi hayana uvungu mrefu yalikuwa yapiti kabisa. Lakini kwa sasa hivi at least tunaweza tukapita kwa gari zote, ila ni kwa muda mfupi sana kama ambavyo nimesema. Kwa jina naitwa Sharifa Ali, naishi Magomeni, Mtwara, mtaa wa Matopeni. Yaani tunajisikia raha tunapochonga hii barabara. Kwa hiyo tunapenda tu kwamba wakisha chonga barabara basi wamalizie moja kwa moja kuhusu na lami vile vile, kwa sababu mji unapendeza kutokana na lami vile vile, ili mji utakate. Chimbwimbwi maji tu mengi tu. Wakichonga kama hivi unafuu na kuwepo. Jina langu Yusuf Selemani maarufu Chimbele Dao. Nipo hapa mtaa wa Matopeni toka na 2000 niko hapa. Kwa hiyo changamoto barabara yetu ni kubwa sana, kwa sababu hii barabara mwaka ilivyochongwa karibu miaka 5 ikachongwa. Lakini kitendo kinachofanyika sasa hivi ni kila mwaka wanakuja wanatibua tu hii barabara. Sasa zaidi ya kutibua, na unavyoona hapa ikinyesha mvua hii, wewe huwezi kusimama sasa hivi ulivyosimama hapa. Kwa hiyo tunachoomba serikali waweze kutusaidia kwamba wakipata kama hivyo walivyochonga sasa hivi, basi watuwekee hata kama kifusi cha udongo, wakishindilia waende kidogo, itakuwa kuna nafuu, kwa sababu hii njia ni kubwa sana. Hii inatokea mpaka shule ya Magomeni. Hii inatokea mpaka Pachambae. Kwa hiyo ina mzunguko ambao uko mkubwa sana. Kwa hiyo tunachoomba kwa serikali kutibua walikochimba sawa sawa, lakini watuwekee walau kifusi ili kidogo iweze kuwa nafuu katika mustakabali wa barabara ile iliyokuwepo. Kwa majina naitwa Ali, jina maarufu Ali Mapilau. Ni bodaboda wa stendi ya Mkanaledi, geti la kutokea. Kwa jitihada hizi za barabara kwa sisi wasafirishaji, kwa mnavyofanya hivi ni vizuri sana. Ila ninachoomba mimi, ombi langu mimi, hii barabara mmechonga kama hivi, ila kuna muda wa masika unaokuja tunapata changamoto kubwa sana kuhusu barabara hii, maji pale, kalavati, watoto wetu shuleni napo inakuwa mpaka tuwabebe tuwavushe. Kama mmeendelea zoezi hili lizidi, serikali zidi kuendelea, kama watatuwekea makalavati, watapiga sijui kiwango sijui cha lami cha kawaida, tutawashukuru sana. Kwa majina naitwa Jumanne Saidi na dereva bajaji. Kumepita kwa barabara hii kwa sasa hivi iko vizuri, ilikuwa na mashimo ila sasa hivi michongo iko vizuri, inapitika vizuri kabisa. Hata mbele kule ulikuwa kunajifunga, ila kwa sababu sasa hivi michonga inapitika mpaka mwisho kule, iko vizuri. Kweli barabara zikiwa na changamoto, bei vile inaongezeka. Kwa sababu kidogo inakuwa na changamoto, anaongeza bei kutokana na changamoto ya barabara. Kwa majina naitwa Engineer Hatibu Nunu, meneja wa TARURA wilaya Mtwara. Kwa ujumla kwa sasa tuna jumla ya kilomita 1580 ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani na Nyamba na Mtwara vijijini. Ndugu waandishi wa habari, hapa kama mnavyoona kwa sasa tumeshaanza utekelezaji wetu wa kazi za matengenezo ya barabara.
vile vile tunazibua na mifereji ili kuruhusu maji kupita kwa kipindi hichi cha mvua zinazoendelea kunyesha. Katika uchongaji huu wa hizi barabara kwa awamu hii ya mkandarasi huyu anayetekeleza, tunafanya ni uchongaji, lakini tuna package nyingine ambazo zitaendana na ujenzi wa lami ambazo zitatekelezwa katika maeneo mengine ambazo bado hatujaanza kuzitekeleza, lakini kwa sasa tunafanya barabara ni ukarabati wa barabara na ujenzi wa makaravati ambazo tutatumia jumla ya shilingi bilioni 1.6 ambazo tutajenga makaravati takribani 14 katika sehemu mbalimbali za ndani ya manispaa na kujenga mifereji ya maji ya pembezoni mwa barabara na kuweka vifusi katika sehemu baadhi za barabara zenye maeneo korofi. Yani kama unavyoona hivi mkandarasi ameshaanza na utekelezaji wa mikataba inakwenda takriban kuanzia miezi 3 mpaka 4. Kwa hiyo watakuwa tekeleza ndani ya miezi 3 mpaka 4 watakuwa wanaendelea. Huyu ni mkandarasi mmoja kati ya wakandarasi 10 tulionao ndani ya wilaya. Tuseme hizo fedha tumeletewa ni nyingi. Mama Samia ameleta fedha nyingi za kutosha kwa ajili ya kuondoa kero hizi ndogondogo za barabara kwa wananchi wetu wa Mtwara, ikiwa Mtwara manispaa, Mtwara vijijini na Nanyamba kwa pamoja. Uchongaji wa barabara utaanza manispaa mpaka na wilaya zote zinazotuzunguka. TARURA wapo kazini na sisi tumeshuhudia kile ambacho wamekifanya katika siku hii ya leo, wakituthibitishia kwamba wako mbioni kuchonga na barabara zingine ambazo ni korofi. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.